Hatimaye tena tukiwa bomba ya sawa zaidi. Pia katika mitambo mipya zaidi. Yepa sound ya Faro DJ, sound ya Mgejisoni, sound ya Bai. Sasa niko na picha malizawa zaidi ikiwa ni mpya zaidi. Wanasema so changes. Hii ni baada ya bidada mmoja kuweza kurudi miaka zamani zaidi kutafuta sababu ambayo ilipelekea mauaji ya binti mmoja ambaye kwa sasa alikuwa anafahamika kwa jina Liu Yuan. Yeye alipata nafasi kuweza kurejea wakati wa nyuma zaidi na kuweza kuingia katika mwili wa binti ambaye ilisadikika aliweza kuuawa. Sasa nini sababu ya kifo cha bidada ambaye anafahamika kwa jina Liu Yuan? Nini sababu juu ya safari ya dada ambaye anaweza kupata nafasi ya kuishi maisha ya nyuma zaidi kuweza kukamilisha upelelezi kwa kile ambacho kutokea katika maisha ya bidada Liu Yuan. Hapa picha ilikuwa inatoka tu kila siku, ni pia ikiwa na dakika takriban 5 mpaka 6 tu. Cha msingi tupe support mtu wangu ili tusogeze Jaramba kibabe zaidi. Tuanze katika episode ya kwanza tu baada ya kunyang'ua kuweza kupata mwongozo zaidi. Tunaanzia hapa. Okay, tunaanza rasmi episode ya kwanza na Faro DJ, au sio? Yes sir. Wow. Lisi moja safi zaidi, lakini pia ikiwa napigwa kitengozi online hizi na ni Faro DJ. Sasa tuanzia katika jumba moja ambao likuwa misili ya Dangulo. Hapa kuna watumbuzi wa Jiswani walikuwa kitumbuiza. Sasa kuna mtu ambaye anasoma hadithi au historia ya kitu ambacho kilitokea sehemu inaitwa Unywae au si. Hapa ndio sehemu ambao mziki unaanzia. Kamanda mmoja wa kijeshi anafahamika kwa jina Gu Chengye. Yeye anatokea katika Imperial Guard katika ulinzi wa jumba la kifalme. Sasa burudani ikiwa inasonga, kuna mtu anaonekana anatoka juu anaanguka mpaka chini. Tuwe tujui nini ambacho kimetokea, lakini kwa ni hadithi ambayo inasomwa na binti akidai kwamba ni Liu Yuan. Sasa akiwa anapitia hadithi tu, kumbuka ni miaka mbele zaidi, anahisi kama kuna kimvuli kinapita. Basi bidi asogee katika kioo. Baada ya kugusa kile kioo, inaweza kutokea kitu cha ajabu zaidi. Wanasema ni time traveler. Nikuta amerudi katika wakati wa nyuma zaidi, alafu nafsi ikaweza kuingia katika mwili wa kijana au binti wa sasa. Basi anamfuata binti yule. Sasa ndio kipindi ambapo mabadiliko ya nafsi yanaweza kutokea. Anaingia kwa lengo moja tu, anzakiwa aweze kuingia katika mwili wa binti na aweze kugundua nini ambacho kisababisha kifo cha binti ambaye anafahamika kwa jina la Liu Yuan. Sasa ameingia hapa. Anasema inakuaje nimeingia katika mwili huo? Watu wanajiuliza imekuaje mtu ambaye ni kama alipoteza maisha ameweza kurejea. Sasa kiongozi wa ile eneo anasema tulikupa adhabu kile ambacho ulikuwa umekifanya. Anasema lakini nini ambacho mnazungumza? Anasema mimi sio hiyo. Hata hivyo itakiwa apewe adhabu. Lakini ghafla kuna kicheche anaingilia mchezo. Huyu mwamba anafahamika kwa jina Gue. Binti kuna taswira inakuja, ni kumbukumbu inapita katika masikio yake. Ni kwamba kuna makubaliano alifanya na mtu huyu. Anasema naomba unisaidie. Watu hawamuelewi. Sasa inakuwaje anaomba msaada kwa mtu huyu? Anasema inaonekana huna hata kumbukumbu ya nini kilitokea. Anasema mimi nakumbuka vitu vingi sana. Wewe ni mtu ambaye uliniahidi utaweza kunioa. Watu wanashangaa inakuwaje sasa? Yaani alikuahidiana na kijakazi ya kwamba ataweza kumuoa. Anasogelea akamwekea upanga mwanaume. Anasema nisaidie kutoka hapa. Lakini ghafla mwamba alichange zaidi. Anaambia ukiniambia kwa sahihi tutatengeneza nafasi ya kusaidia. Anasema hata hivyo nipatie kiasi changu cha fedha kwa sababu mchezo nimekamilisha. Sasa kwa nini anasema mchezo umekamilika? Na huyu mwamba inaonekana alikuwa na makubaliano na binti yule ambaye alipoteza maisha. Kumbuka ni nafsi ya mtu mwingine tu katika mwili wa mtu ambaye alipoteza maisha. Anasema ni mfanyakazi wa chini sana. Basi binti alihitaji kufanya uchunguzi juu ya mtu ambaye anafahamika kwa jina la Gu ili aweze kupata mwongozo tu kwa nini ambacho kilitokea. Mwamba akiwa ametulia huko, bodyguard wake alimfuata. Anasema kuna kitu unaona kijakaa sawa mkuu. Mara ghafla binti anafumaniwa tu. Anasema unishu Yang
alikuja kwa sababu yangu. Binti achukuliwa nao binti. Anasema ni mtu ambaye alikuwa ni kama dada. Tulichukuliwa pamoja na kuletwa katika ile eneo. Hasa binti kumbukumbu yake haijakaa sawa zaidi. Kuna kitu alipatiwa wale, lakini ni ghafla kuna wasiwasi aliupata. Ilikuwa na chetezo ambayo inatoa moshi kumfanya binti aweze kuzima. Ile binti haipata mainge sana. Huyu mtu ambaye anasema ni dadake, kwa nini pia ameweza kumfanyia kitu ambacho kama kinaashiria ana ugomvi sana na binti huyu. Kumbuka ni mwanzo zaidi, yani episode ya kwanza tu. Pia anasema lazima ulipe kwa kile ambacho ulifanya. Hasa mtu huyu ana alama katika mkono. Binti akamng'ata. Au mzee alikuwa anahitaji kupunguza uzito. Lakini sasa unafikiri nini ambacho kinatokea katika eneo la kitanda? Hali binti ni kwamba bado anaitafuta kumbukumbu yake. Yeye ameingia kwenye mwili tu, lakini nafsi inahitaji kupata ukweli na majibu mengi ambayo yamejificha zaidi. Hiyo hapo ni episode ya kwanza tu. Wanasema Love in Dark. Tukutane katika episode ya pili tu. Kujua hatima ya mambo mengi zaidi. Hii ni sound ya Faru DJ. Lese chao. Kamsamida tulia. Jaramba liko mwanzo kabisa.